Katika haya mambo manne yamebeba kila kitu. Sema nini nasema? Siwe ni wewe kwa jina la Yesu. Uongezeke nguvu wako rohoni kwanza. Na sisi tunaokesha kwa ajili ya roho zenu. Yaani kiu yangu kubwa ni kuona kwamba uko na nguvu za kiroho, kwa sababu nguvu za kiroho ndizo zinazoamua kila kitu. Zikizidiwa hizo ndio Mungu amekamata. Na mlikamata kwa sababu hamkuwa na nguvu za kiroho hiyo miaka. Sasa tuna kazi ya kukukomboa. Baada ya kukukomboa, inatakiwa sasa hizo nguvu zitoke ndani yako, hizo za giza, ujaze nguvu zingine. Ndio maana hizo kama unaona kila ibada na matukio tofauti tofauti. Niliona mpendo pale alisonga na kusaidia Jumapili. Hapo sasa palikuwa pamewaka moto. Bwana asifiwe. Na ujiulize kama zisingekuwa hizi ibada au ungekuwa shetani mpaka nazika. Na kanisani unaenda. Sasa nguvu ya Mungu inapoongezeka kuna vitu vinastirika, yani vinazihirika vilivyokuwa vimestirika. Kwa sababu nguvu ya Mungu ndio inayopingana na nguvu za giza. Wewe unaweza ukawa hapa, lakini kwenye ulimwengu wa roho hauko hapa. Sasa nguvu ya Mungu inapojazwa, nafikiri niliwahi kuwapatia mfano hapa. Ndio nilikuwa nimeshikilia ile maji. Sasa kadri yale maji yanapoingia yaliyokuwepo yanamwagika. Nafikiri hiyo ni sayansi kwa wataalamu wanaelewa. Yanachukua nafasi. Amin. Kwa hiyo kuna maeneo mengine umeshikiliwa lakini hujui kuwa umeshikiliwa. Sasa nguvu ya Mungu itakapoongezeka, kunatokea vita. Walioko upande wa pili hawataka kuachia, lakini upande huu wanataka kuachia. Sasa nguvu ndio inakutana hapo, inashindana nguvu kwa nguvu. Unashindaniwa wewe. Wewe ndio unayegombaniwa. Shetani anakutaka na mbingu zinakutaka. Mimi nimeanza kufungua watu nikiwa form 2. Bora elewa hizi kesi. Ndio maana kuna kufunguliwa, kuna kukombolewa, ziko hatua. Wakati mwingine usikakana na kifungo kwa sababu hauruhusu nguvu ya Mungu iongezeke kwako. Ulishalizika. Lakini nguvu za Mungu, soma tena. Akakuwa. Wewe unafikiriaje ukiongezeka nguvu rohoni? Nani atakuweza? Wanaanza kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Neno